Hujambo na karibu. Katika kipindi hiki tutaangazia sajili ya sayansi na teknolojia. Natumai unaelewa sayansi ni nini na teknolojia ni nini. Hii ni lugha ambayo hutumika katika mazingira ya utafiti na sayansi kwa jumla. Sajili ya sayansi na teknolojia ni lugha ambayo hutumika katika mazingira ya utafiti na sayansi. Sifa za sajili ya sayansi na teknolojia. Sifa ya kwanza, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya lugha ya uwazi, open language. Ina maana kwamba maelezo humulika wazi tukio linaloshughulikiwa kwa undani. Lugha ya uwazi hutumika ili kuweza kueleweka na kueleza mambo bayana. Na sifa ya pili, tunaambiwa kwamba kuna maelezo ambayo hutolewa kikamilifu. Maelezo hutolewa kikamilifu. Maelezo hutolewa kikamilifu. Kwa mfano, vipengele vya pande zote huonekana kufikiri na kuafikiwa. Tunaposema pande zote, ina maana kwamba pengine kulikuwa na mjadala kuhusu jambo fulani. Kwa hivyo pande zote mbili husikilizwa na kuafikiana. Kwa hivyo vipengele vyote vitatumika. Na sifa ya tatu, tunaambiwa lugha hufuata utaratibu. Tunaposema utaratibu, ina maana kwamba utafiti wa tukio huonekana kufuata utaratibu wenye mantiki. Kwa mfano, utaonyesha utafiti ulianzia wapi, ni utaratibu gani ambao ulitumika, mambo kama hayo. Na mwisho, hitimisho, matokeo ndio huenda hitimisho. 4, tunaambiwa lugha yenye uhalisi hutumika. Maelezo husawiri hali halisi wala sio mapendeleo ya msomi. Kama ni msomi alikuwa anafanya utafiti, ataeleza mambo bayana na hali halisi ilivyo. Hawezi akapendelea maoni yake. Kumbuka wewe kama mtafiti uende ukawa na maoni tofauti na utafiti ambao ulikuwa unafanya. Na sifa ya 5, tunaambiwa kuna kuchanganya ndimi. Sababu ya kuchanganya ndimi ni ili uweze kufafanua maelezo kwa kutumia istilahi za kisayansi. Kumbuka kama ulikuwa unaeleza matokeo ya utafiti kwa lugha ya Kiswahili, kuna baadhi ya istilahi ambazo huwezi ukazieleza zikaeleweka kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo unaweza ukatumia lugha ya Kiingereza ama lugha nyingineyo na matokeo yake itakuwa ni utachanganya ndimi. Sifa ya 6, tunaambiwa hamna matumizi ya tamathali za lugha kwa kuwa yanayoelezwa ni uwazi wa data. Na sifa ya 7, tunaambiwa kwamba lugha halisi hutumika. Lugha haina ubunifu wowote ama ushawishi wa upande wowote. Kwa hivyo lugha ambayo inatumika ni lugha sahili. Na sifa ya 8, tunaambiwa kuna matumizi ya hisabati. Matumizi ya mitindo inayohusishwa na hisabati katika maelezo. Kwa mfano, iwapo matokeo utafiti yanahitaji hisabati kufanywa, lugha hiyo itatumika. Na